Habari za siku ya leo, mtazamaji wa SKF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Julai 29, 2026. Uko nami Pendo Cotton. Kongamano la 10 la ununuzi wa umma wa mwaka 2026 linaendelea kwa kishindo jijini Arusha, likiwakutanisha wadau mbalimbali, wataalamu wa ununuzi pamoja na viongozi wa serikali kwa lengo la kujadili na kuweka mikakati ya kuimarisha mifumo wa ununuzi wa ugavi nchini. Akimwakilisha mgeni rasmi, Waziri wa Fedha Balozi Kassim Musa, Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha Daktari Toba Nguvila amesema sekta ya ununuzi wa umma inahusisha sehemu kubwa ya matumizi ya fedha za serikali, hivyo kuna ulazima wa kuhakikisha fedha zote zinazotengwa zinasimamiwa kwa umakini mkubwa ili kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, ununuzi wa umma na ugavi unahusisha sehemu kubwa ya matumizi ya serikali. Kwa msingi huo, fedha zinazotumika katika shughuli hizi zinapaswa kusimamiwa kwa umakini ili kuhakikisha zinatoa matokeo yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, ninapenda kusisitiza kuwa ununuzi wa umma na ugavi si utaratibu wa kupata bidhaa tu, huduma na kazi za ujenzi pekee, bali ni nyenzo ya kisera na kimkakati ya serikali katika kuchochea uzalishaji na ukuaji wa viwanda, kuongeza ajira, kuimarisha kampuni za ndani, kukuza ubunifu na kuhakikisha maendeleo yanayonufaisha Watanzania wengi zaidi. Hiyo ndio kusudi kuu la PPRA. Ndugu washiriki, serikali inatambua umuhimu wa matumizi ya tehama katika ununuzi wa umma na ugavi. Matumizi ya mifumo ya kidigitali kwa kweli yanapunguza gharama, yanaongeza uwazi, yanaharakisha michakato, lakini yanaongeza pia ushindani na kurahisisha ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma. Maana yake transparency inapokuwa kubwa, hata tracking system ya kujua matumizi sahihi ya fedha inakuwa ni rahisi, kwa sababu tunatumia mfumo wa kidigitali tofauti na manual system. Sasa, kwa kuzingatia umuhimu wa matumizi ya tehama katika ununuzi wa umma, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya 410 ya PPRA ilianzisha mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST, unaotumika kutekeleza shughuli za umma na ugavi katika taasisi za umma. Bila shaka mfumo huu unaeleweka na unafahamika na kujulikana kwa kila mmoja. Aidha, kupitia waraka namba 2 wa mwaka 2023 na 2024, serikali ilielekeza kuwa kuanzia tarehe 1 Oktoba 2023 taasisi nunuzi zote zitekeleze shughuli za ununuzi wa umma kupitia mfumo wa NeST. Hivyo, taasisi itakayofanya ununuzi nje ya mfumo huo itakuwa imekiuka matakwa ya sheria. Narudia tena, taasisi itakayofanya ununuzi nje ya mfumo huo itakuwa imekiuka matakwa ya sheria. Kwa kweli hili niombe tumpongeze sana DG kwa kulisimamia vizuri. Naitwa Nelson Mlali, nimemwakilisha mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania, yani TASAC, Bwana Mohamed Salum, katika kuhudhuria kongamano la 10 lililoandaliwa na wenzetu wa PPRA. Sisi kama shirika la uwakala wa meli Tanzania tunatambua umuhimu wa PPRA kama wadhibiti katika manunuzi ya ununuzi wa umma, na leo wametualika sisi hapa kuja kupokea tuzo. Wamefanya kaguzi zao, wamefanya mafunzo mbalimbali katika taasisi mbalimbali za serikali, na baadaye wakaona kwamba katika utekelezaji wa sheria ya manunuzi, hususan katika matumizi ya mifumo na katika uzingatiaji wa sheria na kanuni zinazotawala manunuzi, basi shirika la uwakala wa meli Tanzania limefanya vizuri, na hivyo basi kukidhi matakwa ya kuja kupata tuzo katika mkutano huu wa 10 wa PPRA kwa mwaka 2026. Sisi kama shirika la uwakala wa meli Tanzania tunashukuru kwa utaratibu huu wa wenzetu wa PPRA
kwamba wanadhibiti, lakini wanapopata nafasi pia wanatoa na zawadi. Lakini zawadi hii basi itumike na taasisi nyingine pia kama kuwatia moyo ili na wenyewe waweze kufanya vizuri. Lengo hasa kubwa ni kupunguza gharama kwa upande wa serikali kwa bajeti zinazotengwa na kila taasisi katika kugharamia manunuzi, lakini pia kuongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi. Kwa hiyo safari hii TASAC tumekuwa wafanisi katika kutumia sheria ya manunuzi. Lakini ufanisi huu unatokana na mambo mengi, ikiwemo pia maelekezo ya dira ya taifa ya mwaka 2050 ambayo sisi kama shirika la wakala wa meli tumeanza kuitekeleza katika maeneo mbalimbali, na mojawapo ni hii compliance katika ununuzi wa umma. Mpaka leo tuna qualify kuja kupata zawadi hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenzetu wa PPRA kwa utaratibu huu mzuri, lakini kwa ufuatiliaji wao na kwa maelekezo yao, ili watu wote tuweze kutumia mfumo huu na hivyo kuliepusha taifa na gharama kubwa zilizokuwa zinatumika kwa watu kuweza kusafiri toka eneo moja hadi jingine, lakini pia ucheleweshaji wa maamuzi wakati tukitumia manual systems. Lakini sasa kwa kutumia mfumo, basi hata vikao vinaweza vikafanyika online, watu wanaomba zabuni online, maamuzi pia evaluation committee na hatua mbalimbali zinafanyika online, na hivyo kuharakisha maamuzi. Kwa hiyo tumepunguza ucheleweshaji na kuweza kuokoa kiasi kikubwa cha pesa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba shirika la wakala wa meli limejitahidi kuweza kucomply, yani kuendana na viwango vilivyowekwa na wenzetu wa PPRA, na hivyo kuweza kutumia bajeti yake kwa mujibu wa mpango wa manunuzi wa mwaka. Kwa hiyo na kigezo hicho pia kiliangaliwa, ikaonekana kwamba shirika la wakala wa meli Tanzania pia tumekidhi. Kwa hiyo kwa ujumla wake tunashukuru tumepata hiyo zawadi. Basi tuwaombee PPRA waendelee kusimamia sheria hizi ili baadaye sisi kama taasisi tuweze kunufaika zaidi, lakini pia na taifa kwa jumla. Zaidi ya kaya 150 katika kitongoji cha Geza Ulole, kata ya Makurunge wilayani Bagamoyo mkoani Pwani zimeachwa bila makazi baada ya nyumba zao kuvunjwa kufuatia utekelezaji wa hukumu ya mahakama inayodai eneo hilo ni la mtu binafsi. Wakazi hao ambao wameeleza kuwa wameishi hapo kwa zaidi ya miaka 20 wamelalamikia hatua hiyo, wakidai hawakuwahi kushirikishwa kwenye kesi yoyote wala kupewa taarifa za ubomoaji huo, huku wakimwomba mbunge wa jimbo hilo wa Bagamoyo CPA Subira Mgalu kuingilia kati ili kuwasaidia kupata haki yao. Walikuja hapa mabouncer na wakiambatana na maaskari wengi, magari zaidi ya 10 walikuja hapa. Kwa hiyo wakaja hapa wakanivunjia nyumba yangu, hawana cha kuniambia kwamba subiri, na notice hawajatoa wala nini. Mimi walipokuja hapa niliwaomba, nikamwambia jamani, subiri basi nitoe hata vitu vyangu. Wakaniambia hatutoki, hataki kutoa vitu, vitoe vitu kwa nini? Hapa sio kwako. Mimi nimechomea nyumba yangu pale, mke na mtoto mpaka sasa hivi nimekuja jana saa 2 usiku, sijui wako wapi. Nimetafuta pori zima, nimerudia kia majani, nimekosa. Sijui wameondoka naye, sijui wameuliwa, sijui wameenda wapi. Sasa je, hebu heshimiwa, hebu nisaidie. Leo wamechoma, je wako je usiku tumelala wamechoma wote ndani. Mimi hapa niko Mkikuru, mimi ndio nimebomolewa. Mzigo yako hapa, ukikuta kule mpunga, yaani unazagaa hauna ramani kama mwenyewe hayupo. Samia tunamwomba mzazi wetu sisi wa Kikuru ajaribu kutufikiria. Ni vema tukaarifiwa. Hii kama tungepata mapema, msingeweza kukaa ofisini. Kama kuna jambo jamani, kuna notes, lazima ningekuja mimi kama mimi pia kufanya mkutano, wananchi mmesikia. Kwa sababu gani? Kuvunja vile kama alivyovunja. Mimi ningependa zaidi, na hata msikiza Mheshimiwa Rais anasisitiza mazungumzo, maridhiano. Kwa hiyo nataka niwaambie wananchi wangu, mimi kama mbunge sijui. Na ndio maana mimi hata mara mwisho mchango wangu bungeni nilikuwa naomba kliniki ya ardhi. Lakini huwezi kupata kwamba umepewa taarifa mahususi kama bwana umeingia au kwenda pale halmashauri sasa katika makabidhiano, hakuna. Kama hili tukio lilikuwa la kisheria zaidi, ningeambiwa mimi mwenyekiti nikaja huku kwa wananchi wangu, ningewatangazia, tungekaa vikao, tungefuata utaratibu, wala nisingeliona la ajabu. Lakini sasa hivi linaniuma sana 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 sana. Naomba serikali nisaidie, kwa sababu hawa watu mimi nimewakuta
na sina pa kuwapeleka. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi juu ya upotoshaji unaoendelea katika mitandao ya kijamii akigusia sheria ya kuzuia ugaidi ambao unatoa katazo juu ya mtu yoyote au kujishughulisha au kutishia au kutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Waziri Katambi ametoa ufafanuzi huo leo Julai 29 visiwani Zanzibar, ambapo amewahakikishia wananchi kuendelea na shughuli za maendeleo na serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama vinavyoendelea na majukumu ya kulinda usalama na raia na mali zake. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 na marekebisho yake zaidi ya 14. Katika sheria yetu imeruhusu pia kutungwa sheria nyingine ambazo moja ya sheria ni sheria kanuni za adhabu, na tunayo sheria pia ya kuzuia ugaidi. Sheria hizi zote kwa pamoja zinatoa makatazo juu ya mtu yoyote kutenda au kujishughulisha au kutishia ama kutokutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Kwa msingi huo serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama inao wajibu wa msingi wa kulinda haki ya uhai, lakini inao wajibu wa kulinda haki za raia na mali zao kwa mujibu wa katiba, lakini pia sheria mbalimbali ambazo zimeundwa. Lakini pia ni nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, ni nchi ya kidemokrasia inayofuata misingi ya utawala bora, lakini pia kuheshimu uhuru wa mahakama kama ulivyoainishwa 107B kubwa. Lakini vivyo hivyo mamlaka zote za uamuzi wa haki itakuwa imepewa jukumu hilo muhimili wa mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa, sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli. Ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu, kwa sababu mtu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anavunja sheria au amefanya kosa, aidha kutenda au kutishia kutenda kosa ambalo lina ujinai ndani yake, utaratibu wa kawaida kabisa kwa mujibu wa sheria kanuni za adhabu, mtu huyo atatafutwa na vyombo vya dola na atakamatwa kwa kutumia arrest warrant au without warrant, kwa maana ya warrant of arrest. Kwa maana hiyo utaratibu wa kukamata mtu ambaye ametenda au anapelekea kutenda kosa la jinai, ama kwa kutisha, kwa maneno, kwa vitendo, atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo katika msingi huo hakuna, kwa mujibu wa sheria tulizonazo, hakuna kinga dhidi ya jinai kwa mtu yoyote. Ndio msingi wa sheria katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mtu yoyote aliye na kinga dhidi ya utendaji wa makosa ya jinai, na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Utawala wa sheria upo kwa maana ya katiba yetu na sheria nyingine zilizotungwa, juzuu zaidi ya sheria 438 pengine mpaka 40 za sasa. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa msingi kabisa wa Tanzania wanapaswa kujua ni kwamba hakuna mtu yoyote. Hali ya simanzi na taharuki imetanda katika kitongoji cha Oltulelei, kata ya Elwor, wilayani Rumeru, mkoani Arusha, kufuatia kifo cha mwanamke aliyefahamika kwa jina la Elizabeth Frenkik mwenye umri wa miaka 25, ambaye mwili wake ulikutwa ndani ya nyumba ukiwa umefunikwa kwa zulia, huku damu nyingi ikiwa sababu wanaume wametuchoka. Tunaingia nakuta damu kuanzia mlangoni mpaka mwisho wa kitanda kule, afu amefunikwa na zulia. Wamepiga kitu chenye ncha kali hapa akazungusha. Huyo mimi udada namfahamu. Sawa. Mimi udada mimi ni bodaboda yangu. Yaani atashakuwa kama ndugu yangu. Umeona? Maana hadi akikuwa kuna shida yani naweza nikamwambia shida na tukasaidiana vizuri. Umeona? Jana alinipigia simu nikamchukua Philips, nikamwambia sawa takuja. Sasa kuna mteja mwingine nilikuwa naenda naye kumchukua Sanari, nikaona kama nitamchelewesha, nikamuita mwenzangu nikamwambia nenda kamchukue yule dada, namchukuaga. Akaniambia sawa, kaenda akamchukua, tukakutana wote. Mimi niko Sanari, wao wametokea Philips, tukakutana pale Sanari, tukaja wote vizuri kabisa huko na dada mpaka hapo mianzini. Wao wakasimama
Mimi nikaendelea kumleta mteja mwingine. Nimemleta huyo mwingine kafika kabisa mpaka nyumbani vizuri. Huyo akanipigia simu akaniambia nimeshamwacha. Nikamwambia haya sawa. Nikamwambia njoo uchukue hela maana mimi dada ananilipaga kwa mwezi. So kila siku nikamwambia njoo uchukue hela. Akaja mwenzangu nikampa hela yake. Basi kila mmoja akaendelea na mambo yake. Sasa leo asubuhi nimeamka saa 3 ndo muda wake wa kwenda kazini. Hajanipigia simu. Wenzake wakanipigia simu saa 5. Eliza hajaje kazini mpaka sasa hivi hajakupigia. Nikamwambia hapana, mbona hajanipigia? Akaniambia afu hapatikani. Nikamwambia ngoja nikamwangalie. Nikakimbia mpaka hapa hivi pale kumwangalia. Nikagonga mlango hajafanyaje aufunguliwi. Na mteja akanipigia simu nikiwa hapo mlangoni. Nikasema ngoja kwanza niende, nikaondoka nikamfuata mteja nikamshusha town. Nimemshusha town nikapandisha video sasa hivi nirudi hapa. Mwenzake akaniambiaje niko hapa hivi nje lakini sijui geti ni lipi. Nikamwambia nakuja hapo, subiri hapo. Nikaja mpaka nikakuta mpaki gari pale. Ndio nikaingia nao pale ndani. Tumeingia ndani tukagonga mlango ufunguliwe. Tukaja kufungua hivi mlango unafunguka. Tunaingia nakuta damu kuanzia mlangoni mpaka mwisho wa kitanda kule. Amefunikwa na zulia. Lazima anipigie simu nije nimchukue. Nisipokuja kumchukua akiwa kazini mimi naweza nikampigia akaniambia nimeshakuja, nilikuja labda nimekuja kuchukuliwa na rafiki yangu leo kazini, anakuja kumchukua saa nyingine na gari. Umeona Sasa mimi nikajua amekuja kuchukuliwa na gari, umeona? Lakini kule hivyo akanipigia simu akaniambiaje hayupo ofisini. Eliza anaishi mwenyewe. Na mahusiano yake labda unayafahamu? Mahusiano yake nisiseme kwamba nayafahamu. Ila kuna jamaa yake ambao ndo alikuwa amezinguana naye. Ndio Nishai kumbeba na ashai kunipigia simu siku moja. Akana niuliza kuhusu Eliza lakini unajua mimi siwezi Ase lakini kwa hapa Arusha kama vile watu wameshakuwa wanyama wazuri, kama tu dada kama unaambiwa jana yuko hai leo amefariki ama tukio amezidi. Jamani usalama kidogo uzingatiwe kwa sababu watu wamekuwa wanyama sasa hivi. Ni watu hawana hofu ya Mungu ama nini? Kidogo dini sijui ni dini ndio inapotea au nini, lakini watu wamekuwa wanyama kwa hapa duniani sasa hivi. Yaani ukimwona mtu anakuchekea inabidi tu uwe makini kwa sababu kukutoa roho ni sekunde za kuhesabu. Ndio. Dada mnamfahamu? Huyo dada kwa kweli mimi simfahamu lakini namuonaga tu akiwa anapanda toa huyo jamaa hapo mlikuwa mnamuoji. Ndo bodaboda wake huyo. Kwa mara ya mwisho mimi kuna juzi kati alikuja hapa kwa ajili ya kushona nguo tu. Kwa hiyo inavyosemekana kwamba ameuawa. Labda na mtu wake mnamuonaga kiingia hapa? Hapana. Mimi sijui chochote kwa kweli. Kuhusu mtu wake yuko vipi sijui, habari zingine zaidi ya hapo. Wanaume wametuchoka. Waandaaji wa Tanzania Red Cross Arusha Marathon wamewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio hizo zitakazofanyika tarehe 2 Agosti 2026 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, huku wakisisitiza kuwa marathoni hiyo inalenga kusaidia makundi yote yenye uhitaji kwa jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa medali na mifumo mbalimbali ya marathoni hiyo, mwenyekiti wa Tanzania Red Cross Arusha Marathon Dora Samson Mushi alisema kuwa washiriki watapata fursa ya kushiriki shughuli mbalimbali za afya na burudani ikiwemo mazoezi ya viungo, upimaji wa damu, uchunguzi wa afya pamoja na mkesha maalum kabla ya kuanza mbio hizo. Naitwa Dora Samson Mushi, mwenyekiti wa Tanzania Red Cross Arusha Marathon, na washukuru wananchi wote, ndugu zangu wote waliojumuika nasi siku ya leo kwenye uzinduzi huu wa medali zetu pamoja na vifaa vyote vya marathon. Ujumbe wangu maalum kwenu, ninawakaribisha ndugu zangu wote, tukutane tarehe 2 mwezi wa 8 2026 uwanja wa Sheikh Amri Abeid kwa almaarufu stadium. Karibuni sana. Tutakuwa na mambo mengi mazuri wakati tunatarajia kuanza siku yetu ya marathon. Tutakuwa na mkesha pale uwanjani. Kwa hiyo ndugu zangu, usikose, mwambie jirani yako, rafiki yako asikose marathoni hii. Tutakuwa na uwanja wa mazoezi, tutakuwa na upimaji wa damu, tutakuwa na kucheki afya. Kwa hiyo kuna mambo mazuri sana siku ya tarehe 2 kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwanza tumelenga kufikia jamii ambayo ni wahitaji. Kuna watoto yatima, kuna walemavu, kuna wazee, kuna vijana wetu ambao wameharibikiwa na madawa kulevya, kwa majina mengine wa sober house. Ndio tumewalenga wale. Mbio zetu kama nilivyosema zitaanzia pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid na tunaanzia pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid.
na tunatarajia kuwa na zaidi ya watu 500 na kuendelea, kwa sababu mpaka sasa hivi katika hamasa yetu kubwa tumeona watu kweli wanajitokeza, na tunaomba waendelee kujitokeza kwa wingi. Tutakuwa na washiriki wengi. Kwa majina naitwa Dennis Francis Rubida, ni makamu mwenyekiti wa Red Cross mkoa wa Arusha, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya Red Cross Arusha Marathon. Kipekee nipende kuwakaribisha Wanaarusha wote wa Tanzania, makundi yote ya jamii, kuanzia makundi ya watoto, vijana, hata wazee kuweza kushiriki katika mbio hii maalum ya Red Cross ambayo kwa mwaka huu 2026 ndio tumeianzisha. Niwaalike makundi yote, makundi ya jogging clubs yote ambayo yamekuwa yakishiriki katika mbio za marathon yaweze kujumuika nasi. Pia wanahabari, tunaomba nanyi pia support yenu ya kuweza kuhamasisha wanajamii wote kuweza kushiriki katika marathoni hii. Kuweza kushiriki marathoni hii unaweza ukajisajili kupitia njia mbalimbali za usajili. Kwa njia ya benki ya NMB unaweza kulipia shilingi 35,000 na kwa namba ya 12290338. Kupitia njia hizo unaweza ukalipia mchango wako wa shilingi 35,000 ambayo itakuwezesha kupata kit za marathon, ikiwemo t-shirt nzuri yenye quality nzuri, kupata medali yenye hadhi ya marathon, pamoja na begi la kukimbilia. Lakini pia kutakuwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vitatolewa na sponsors wetu. Kwa wale watakaokuwa washindi, Zola wameahidi kutoa tochi ambazo zitawasaidia katika maisha yao kila siku. Watapata pia vitu vingine ambavyo wadhamini wetu wameweza kuvitoa. Asanteni sana, niwaalike siku hiyo pasipo kukosa. Tushiriki kwa wingi, kwani mbio yetu ina kauli mbiu ya kimbia kwa afya, kimbia kwa binadamu. Kwa sasa Tanzania nzima imesisimka kwa ajili ya kuja kushiriki tendo hili ambalo limekuwa ni kubwa. Shughuli yetu ya kwanza kama Red Cross ni masuala ya afya. Tunafanya masuala ya afya, afya akili, masuala ya afya kwa ajili ya watoto, masuala ya afya kwa ajili ya wakimbizi. Tunaisaidia serikali wakati kunapotokea changamoto zinazohusiana na masuala ya afya. Lakini pia nimeambiwa na nimeshirikishwa, baada tu ya tukio la marathon kutakuwa na kwenda kuwahudumia watu ambao wamepata majanga. Kwa mfano, kuna vituo vya watoto yatima, kuna walemavu, kuna watu ambao wameathirika kwa sababu ya madawa ya kulevya. Jumla yake ni huo ubinadamu, na ndo hicho. Na sisi sio NGO, sisi tunaitwa ni kisaidizi cha serikali duniani kote. Ni visaidizi vya serikali kwa ajili ya kuondoa na kupunguza maumivu mahali maumivu yatakapokuwa yamejitokeza. Kama shirikisho la riadha tuna mbio nyingi hapa nchini, lakini Red Cross ni mbio ya kuigwa. Lakini pia vile vile niwaombe sasa Tanzania Red Cross Arusha Marathon kwamba mbio hii sasa iwe mbio si tena ya mwaka moja, iwe ni mbio endelevu. Na ikiwa endelevu, mimi naamini iko siku Red Cross duniani, taasisi ya kimataifa, naamini dunia nzima hakuna event kama hii. Basi Tanzania ndio itakuwa event ya kwanza kuja kualika wanachama wa Red Cross duniani kuja kushiriki mbio kwa miaka ijayo. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kwamba siku ya Ijumaa tarehe 31 ndani ya taasisi ya The Same Qualities Foundation katika ofisi zake tutakuwa na mafunzo maalum kwa madaktari na manesi wote, na mnakaribishwa kushiriki kwa uzuri zaidi. Lakini pia tuna kambi ya upasuaji wa midomo wazi inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Ni vyema basi ukisikia taarifa hii uanze kumwambia na rafiki yako kumwambia rafiki yake, ili watoto hawa wapate huduma hiyo ya upasuaji wa mdomo wazi ambayo itafanyika bure kabisa. Bila kusahau tuna mafunzo maalum pia kwa jeshi la zimamoto ambayo itafanyika LMC JKCI jijini Arusha. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kwa habari hizi, mimi ni Pendo Goton, nikutakie jioni iliyokuwa njema.